Kupitia vyombo vyetu vya habari kutoka Mwanza, Ngosha ameripoti. Pale Tanga, Halidi akaifuatilia. Stone Town Zanzibar, Mohamed na ndugu yake Naheka kutoka kusini, kila mmoja amesikia sauti kubwa, sauti ya viongozi wenye nguvu kuhusu Strait of Hormuz. Wengine wakachanganyikiwa na wengine wakauliza kutaka kujua zaidi, mlango wa Hormuz ni nini na unatuhusu vipi? Mimi naitwa Justin Kosan na hii ni Force News. Leo nitakupeleka kwenye makala haya kwa ufupi na kwa urahisi kuelewa kuhusu mlango wa Hormuz au Strait of Hormuz. Katika kipindi hiki ambacho Iran ipo katika mgogoro mzito dhidi ya Israel na Marekani, neno Strait of Hormuz au mlango wa Hormuz limesikika sana katika vichwa vya habari kama sehemu itakayoathirika zaidi na vita hii endapo itaendelea. Hata hivyo, inaonekana kuwa ni eneo ambalo linampa jeuri kubwa sana Iran, hasa mbele ya Marekani. Sasa mlango wa Hormuz ni nini? Hii ni njia nyembamba ya bahari inayounganisha Ghuba ya Uajemi au Persian Gulf na bahari ya Hindi. Hapa ndipo mafuta kutoka nchi kama Iran, Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Qatar na United Arab Emirates hupita kwenda nchi mbalimbali duniani. Zaidi ya 20% mafuta yote duniani hupita hapa kila siku. Hivyo ni kama barabara kuu ya mafuta duniani. Kwa mantiki hiyo, Hormuz si tu njia ya bahari, ni uti wa mgongo wa uchumi wa dunia. Mgogoro wa sasa umechochewa na mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, hali iliyosababisha vita ya wazi. Mashambulizi ya anga dhidi ya Iran yamefanyika. Iran imejibu kwa makombora na drone dhidi ya Israel na vituo vya Marekani. Mataifa ya Ghuba nayo yamejikuta katikati ya mashambulizi. Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni, makombora ya Iran yamepiga maeneo ya Israel, huku pia yakilenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo. Kitu kinachotia hofu zaidi duniani sasa ni kauli ya Iran kuwa ikitokea Marekani itaendelea kushambulia miundombinu yake ya nishati, itaufunga kabisa mlango wa Hormuz, jambo ambalo linaweza kutishia anguko kubwa la uchumi duniani, hasa nchi za Ulaya. Na ndiyo maana Rais wa Marekani Donald Trump mara kadhaa amesikika akiomba mataifa ya Ulaya kuungana kuipiga Iran ili kulinda mlango wa Hormuz. Lakini kwa nini inaonekana Iran ina uwezo mkubwa wa kuufunga mlango wa Hormuz kuliko nchi zingine za Ghuba kama Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait na United Arab Emirates? Ngoja nikusanue. Iran ipo upande muhimu zaidi wa mlango wa Hormuz. Upande wa kaskazini wote wa mlango huu ni wa Iran, wakati upande wa kusini kuna Oman na sehemu ya United Arab Emirates. Hii ina maana Iran iko karibu sana na njia zinazopitisha meli, hivyo inaweza kuziona, kuzifuatilia na kuzilenga kwa urahisi. Yani kwa kifupi, Iran iko juu ya mlango kimkakati. Lakini pia njia yenyewe ni nyembamba sana au bottleneck. Hapa namaanisha mlango wote unaweza kuwa mpana, lakini njia halisi ya meli ni nyembamba sana, ni kama njia mbili tu. Hii ina maana ukizuia sehemu ndogo tu, meli haziwezi kupita, hivyo una haja ya kufunga bahari yote. Hapa Iran inanufaika zaidi na hali hii kuliko nchi nyingine. Lakini sababu nyingine ni kwamba Iran imejiandaa kijeshi kwa vita baharini. Tofauti na nchi zingine za Ghuba, Iran imewekeza sana kwenye boti ndogo za kasi, makombora ya pwani na droni na submarine ndogo. Hizi zinaitwa asymmetric warfare, yani vita ya ujanja, na tayari ina uwezo wa kuweka mabomu baharini, yani mines. Inaweza kushambulia meli ghafla. Hii inafanya hata jeshi kubwa kama Marekani kuwa makini sana. Hata hivyo, nchi zingine za Ghuba hazina sababu ya kufunga mlango huu. Nchi kama Saudi Arabia na United Arab Emirates, ambazo ndizo zinazoongoza kwa uzalishaji wa mafuta duniani, zinategemea sana kuuza mafuta kupitia mlango huo, hivyo haziwezi kuufunga, zitajiumiza zenyewe tu. Kwa upande mwingine, Iran hutumia hili kama silaha ya kisiasa. Kwa upande wake, Marekani haipo tayari kuona mlango huu unafungwa, na ndiyo maana maelfu ya wanajeshi wamepelekwa eneo hilo, huku mashambulizi dhidi ya vita vya kijeshi vya Iran yanaendelea. Lengo ni kufungua mlango huo kwa nguvu ya kijeshi ikiwa itahitajika. Hii inaashiria uwezekano wa vita kubwa ya moja kwa moja baharini. Israel nayo haipo nyuma, imeendelea kushambulia malengo ya Iran na washirika wake. Mashambulizi haya yameongeza hasira ya Iran, yameongeza kasi ya mashambulizi ya kulipiza kisasi. Kwa kifupi, huu sio tena mvutano wa maneno, ni vita inayoendelea. Kumbuka, iwapo mlango wa Hormuz utafungwa kabisa, bei ya mafuta itapanda kwa kasi kubwa duniani, usafirishaji wa bidhaa utavurugika, lakini nchi nyingi zitaingia kwenye mgogoro wa kiuchumi. Na tayari bei ya mafuta imeanza kupanda kutokana na hofu ya uhaba wa mafuta.
na hata kampuni za nishati zimeanza kupunguza uzalishaji kutokana na usumbufu wa usafirishaji. Katika ulimwengu unaotegemea nishati kwa kila sekunde, mlango mdogo kama Hormuz unaweza kuwa chanzo cha mabadiliko makubwa. Kadri vita kati ya Iran, Israel na Marekani inavyozidi kupamba moto, ndivyo hatari ya mlango huu kufungwa inavyoongezeka. Na ukifungwa, dunia nzima italipa gharama yake. Swali linalobaki, je, dunia iko tayari kwa athari zake? Naamini umeelewa vizuri kuhusu mlango wa Hormuz, japo kwa ufupi tu, lakini huu ndio umuhimu wa mlango wa Hormuz. Hii ni First News Tanzania. Mimi ni Justin Kosan. Tufuatilie pale Instagram kama First News Media, vivyo hivyo Facebook na hata TikTok unatupata kwa jina hilo hilo. Na kama ndo kwanza unaungana nasi hapa YouTube, fanya uweze kusubscribe na ubonyeze alama ya kengele ili kuweza kuwa kwanza kabisa kupata taarifa zetu. Alamsik.